Wewe ni shabiki wa Simba lakini pia ni mdau na Yanga ni watani zako. Pengine ulivyosikia hiki ambacho kinaendelea kwa kamati ya maadili ya TFF dhidi ya Ally Kamwe, umepokea kwa namna gani? Kwa kwanza kiukweli mimi hii naiongelea kama tetesi kwa sababu mpaka sasa hivi TFF hakuna sehemu yote ambao wamesema hizo habari. Ila watu wanasema tu kwa sababu ya kufuatilia mambo na kujua. Cha kwanza niliposikia tukapelekwa kwenye kamati kwa sababu hizi nilijua hichi kitu kitatokea. Lakini wakati mwingine hizi tunaweza kusema hizi mambo za kufungiana hizi muda fulani kwenye mpira mimi nahisi kama zipungue. Kwa sababu kuna muda binadamu wanakosea. Hao watu nao wanafanya kazi kubwa, wana ushawishi mkubwa, wanatumia muda mwingi kwenye vilabu. Kwa hiyo hakuna ambaye akosei. Zipo adhabu nyingi, kuna mafaini, vitu gani, na inaboresha. Hao watu kila siku tutakuwa kwenye mipira, kila siku tuna watu wapya. Kwa sababu kiangalia atafungiwa huyu, ataekuja naye atafungiwa, na ataekuja tena atafungiwa. Lakini hawa pia ambao wanafungia watu vipo vitu ambavyo wanashindwa kufanya. Lakini tunawaona kwa nyakati kadri wapo. Kwa hizi mambo za kufungia kwangu mimi hazinifurahishi. Yaani zilete picha zozote. Zinapozesha mpira. Na kwa upande wako unaona kwa maana kama Ally Kamwe itathibitika kwa maana ama TFF itathibitisha kwamba wamemfungia, itapunguza ufanisi wa msemaji wenu Ahmed Ally? Ahmed Ally huyu sio wa kwanza naye. Ahmed Ally yupo kwenye engo yake nyingine kabisa. Anafanya kazi vizuri, lakini pia ni challenge inapungua. Sababu mimi naona kama moja kati ya watu ambao wanafanya kazi vizuri, kila mtu kwenye taasisi yake Kamwe na Ally wanafanya kazi vizuri. Wamekuwa na vitu ambavyo yani wana challengeana vizuri, kokote wanapokutana ukiwaangalia tu unafly. Yani unahisi hakuna vita. Unajua hiyo. Kwa hiyo atabadilishiwa mtu, kuna vitu vitapungua, lakini mambo yataendelea. Sawa, kumhusu meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya soka Young Africans kwa maana ya Ally Shabani Kamwe, na nimepitia maandiko kadhaa ambayo ameyaposti Ally Kamwe. Miongoni mwa maandiko ambayo yanatajwa kumsababishia kadhia hiyo ni andiko ambalo aliliandika Februari 3 mwaka huu 2025. Na andiko hilo ambalo limeandikwa wiki 4 zilizopita, aliandika kupitia katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii. Mimi nasoma kupitia pale Instagram. Amesema leo 90% ya mijadala inayofanywa kwenye vipindi vya michezo, wachambuzi wamejadili kuhusu makosa ya waamuzi kwenye mechi ya Kolo. Ameandika hivyo Ally Kamwe. Na leo si mara ya kwanza, huu ni muendelezo, na kama mechi ya 10 mfululizo, kila mechi ya Kolo huwa na mijadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanayowanufaisha Kolo kupata ushindi. Mara wapinzani wananyimwa magoli halali, mara mjadala wa Kolo akifunga magoli ya offside na waamuzi wanayakubali. Tumesikia pia mijadala ya penalty nyingi za mchongo zikiwanufaisha makolo. This is too much, na inatupa wasiwasi kama haya yanayotokea huwa yanatokea kwa bahati mbaya, kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. Tafadhali wenye mamlaka, naamini mnaona na kusikia yanayojadiliwa kuhusu mpira wetu. Ameandika Ally Kamwe, amesema tafadhali wenye mamlaka, naamini mnaona na kusikia yanayojadiliwa kuhusu mpira wetu. Hii mijadala inayoendelea sasa kwenye media sio tu kwamba inapunguza ladha ya mpira wetu, bali inatia doa nguvu kubwa mnayoifanya kuhakikisha mpira wetu unapanda na unakuwa na mvuto Afrika. Tafadhali sana, tunahitaji kusikia sauti zenu wenye mamlaka juu ya hiki kinachoendelea kwa sasa. Haiwezekani timu moja tu iwe na matukio ya utata kwenye mechi zaidi ya 10. Hilo ni andiko ambalo ameliandika Ally Shabani Kamwe katika ukurasa wake wa Instagram Februari 3 mwaka huu 2025.
Ya, aliwaita wenye mamlaka. Wenye mamlaka, tafadhali. Tafadhalini wenye mamlaka, tokeni public mlizungumzie, na wenye mamlaka wametoka. Ya, wametoka na wamemkumbusha namna ya kupeleka complaint yoyote ile ambayo utakuwa nayo dhidi ya timu yoyote ile ya ligi kuu, dhidi ya jambo lolote lile la ligi kuu. Alichokiongea, kuna sehemu kuna exaggeration ya maneno, kuna sehemu kuna uhalisia wa matukio ambayo tunashuhudia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu kuna baadhi ya michezo tunashuhudia waamuzi wanafanya makosa, na yawezekana isiwe tu kwenye michezo ya timu moja, bali ni throughout the season, throughout the league, yani kuanzia timu ya kwanza kwenye msimamo mpaka ile timu ya 16 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, zote zimekuwa zikinufaika na makosa ya waamuzi. Kwa hiyo kupoint out kwamba ni mtu fulani, ile ilikuwa ni kama shutma ambayo aliipeleka directly kwa timu moja wapo ambayo ipo ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ukishapeleka shutma za aina ile, nishasema hapa, ukishakuwa mwanafamilia wa ligi kuu Tanzania bara, tena mwenye taswira kama ya Ali Shaban Kamwe, wewe ni mtu ambaye obviously jamii kubwa ipo nyuma yako na itaamini chochote utakachokiandika kwenye ukurasa wako wa mtandao wa kijamii. Ukishakuwa na alichokiandika kina uongo ama hakipo sawa na kile ambacho kipo katika mpira Tanzania. Na ndio maana mwanzoni hapa nimesema kwamba alichokiandika Ali Shaban Kamwe, kwanza kuna exaggeration ya maneno, lakini pili kuna uhalisia ndani ya maneno aliyoandika. Na maana nikasema kwamba hamna si timu moja tu ambayo kwenye ligi kuu imenufaika na madhaifu ya waamuzi, bali ni timu zote 16 kwenye ligi yetu zimenufaika na haya. Nakumbuka kuna siku nishe kuwakumbusha maneno ambayo yapo kwenye maandiko ya Biblia. Siku moja Yesu akiwa sehemu moja huko, anacheka, alifatwa na kahaba ambaye alienda kumfuta miguu. Na Yesu akawauliza wale watu pale, baada ya wale watu kushangaa, Yesu akawauliza akasema, ni nani kati yenu ambaye hajawahi kufanya dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe? Huyo ni Wakanda aliyefunga kwa Rezma. Akauliza, ni nani kati yenu ambaye hajawahi kufanya kosa awe wa kwanza kumpiga mawe huyu kahaba? Hamna aliyejitokeza kumpiga mawe, kwa sababu wale wote pale walikuwa ni wakosefu. Sasa hiki ndicho kilicho kwenye ligi kuu yetu. Ni nani ambaye hajawahi kunufaika na makosa ya waamuzi? Huyo peke yake ndio ana haki ya kusimama na kusema timu fulani inapendelewa. Alichokiandika Ali Kamwe, kuna sehemu kuna usahihi kwamba timu zinapendelewa. Ni kweli kuna timu zinapendelewa, kuna sehemu kiwemo na wao, kuna sehemu kuna exaggeration ya maneno, lakini bado tunarudi kwenye misingi kwamba wewe ni mwanafamilia wa ligi kuu, wewe ni taswira ya ligi kuu Tanzania bara. Kuna namna sahihi ya kufikisha kila complaint ulionayo, kwamba kuna kitu hakiendi sawa, kuna njia husika za kusema bwana TFF kuna 1 2 3, bila kushout kwenye public, bila kwenda nje ya kanuni. Kanuni zimewekwa pale kwa ajili ya kufuatwa, na ndio maana mwanzoni mwa ligi kabisa huaga wanashauriwa watu wote, jamani, nendeni kwenye vikao vya kanuni, huko ndiko mtakapojifunza kipi sahihi kipi si sahihi. Alichokifanya Ali Kamwe, ndio maana anasema sio maoni ya mtu wala sio maoni ya hichi kipindi, ni kanuni, ni yani hiyo ndio fact, this is a fact, kwamba ukifanya kosa fulani adhabu yake ni fulani, kwamba ukiona complaint andika barua pepe au nenda TFF, lakini sio kutoka na kuandika kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu mifano ipo ya watu ambao wameshawahi kuadhibiwa kwa kufanya hivi huko nyuma. Kuna mtu anaitwa Shafii Daud alifungiwa miaka 5 kwa sababu ya kuandika complaint kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ukishaishi kwenye hiyo chain, obviously na wewe ukadondoka kule kurudi kwenye makosa ambayo wameshayafanya watu wengine na wakaadhibiwa, kwa nini usiadhibiwe?